Alright, what's up my beautiful mommies and daddies? Ebana, PMTV tumebahatika kufanya mazungumzo lakini pia kukutana na moja kati ya wanamuziki ambao walibadilisha mitazamo ya watu kuhusiana na swala zima la muziki. Na ni kwa nini? Ni kutokana na namna ambavyo watu walikuwa wanaochukulia muziki, na yeye alianza kufanya since yupo shule, tangu yupo kijana mdogo kabisa, lakini at the end of the day ameupambania hadi kufikia hapa alipofikia, na matunda ya muziki ndivyo kama ambavyo tunaona kwa sasa hivi. Ni mwanasiasa kijana anaiweka Ngarenaro mabegani kwake, na ni kutokana na juhudi, nidhamu, bidii na namna ambavyo aliamini kwenye ndoto zake, aliamini kwenye kile ambacho anakipenda. Hadi leo hii tupo hapa tunazungumza, na ninaamini kwa sababu ni mheshimiwa hatotuacha apechi ya lolo kwenye mazungumzo yetu ambayo tutafanya. Sio mwingine, namzungumzia Dogo Janja Abdulaziz Abubakar Chende, kwa jina alilopewa na wazazi wake. Heshima yako. Salama kabisa. Mambo vipi? Fresh, mambo. Niko poa kabisa. Naamini kwenye dakika kadhaa ambazo tutatumia kuzungumza na Dogo Janja lazima tutaondoka na kitu. Hatutuacha apeche alolo, tutaburudika, at the same time tutaondoka na somo either la kimaisha, la kimahusiano na kila kitu. Bana, hivi yule mwalimu wako wa darasa la 3B alikuwa na vision kwamba Dogo Janja leo hii atakuwa ni mtu fulani mwenye wadhifa fulani kwenye jamii? Kwa sababu cha kwanza unajua pale la 3B pale ndo tulipoanza mambo ya study za kazi. Tukaanza mambo ya sanaa nini, kuandika muziki, hata kwenye kufunga shule ile tulikuwa sisi ndo tulikuwa tunaimba. Kipindi kile kulikuwa kuna makampeni kama ya maisha kampeni, yale makampeni mengi yalikuwa ya kupinga maradhi ya ukimwi, kujilinda na kutokuwa nyanyapaa hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaandikaga manyimbo. Nakumbuka mwaka 2003 hiyo na 3 na 4. Kwa hiyo maisha yetu yalikuwa mazuri sana, lakini walimu kiukweli walitujenga. Yani hata kama walikuwa wakali kwenye baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tunaviona, lakini ndio vimetufanya sisi kuwa hapa na kuendelea kuwa bora. True. Na kwa huu muda ambao wanaona Dogo Janja kuna level fulani za kimaisha za kinini unaenda, huwa anakuambia nini? Cha kwanza mimi huwa natembelea walimu. Na watembelea, nimekuaga utaratibu wangu, sababu hata shule ambayo mimi nimesoma before hata kuwa kiongozi nilikuwa napelekaga mandoo ya marangi, mabati, nini, nikipata hela napeleka sometimes hivyo, naenda nachangia hela za chai za walimu, na naishigi nao kwa upendo, ni walimu wangu. Kwa hiyo nimekuwa na mazingira mazuri sana na wao, na wamekuwa pia wakiendelea kunijenga mpaka kesho. Hata baadhi ya vitu nikiwa nahitaji ushauri, nimekuwa bado nikiwakimbilia. Basi wewe ni watofauti, kwa sababu wengine hapa kuna walimu kabisa hatutaki hata kuwaona lakini wewe umekuwa tofauti. Hasa kama mimi mwalimu wangu ambaye alikuwa mkali kabisa, anachapa balaa, ni mwalimu ambaye sasa hivi ni mkuu wa shule, yuko kuna shule fulani yuko hapa. Lakini huwezi amini, ni mwalimu ambaye nafanyaga naye gym, kufanya mazoezi, lakini pia ananishauri, nikawa mzazi, yani kaendelea kuwa mzazi. Kwa hiyo unajua uzuri kwamba walimu hawazeeki. True. Kwa hiyo ukipata bahati ya kuspend time na walimu ni kitu kizuri sana. Lakini tabia ya kuchapa kunini nadhani ni kitu kizuri sana kwa wanafunzi. Yes, adhabu shule ni nzuri, lakini adhabu ambayo imepangwa, sio adhabu ya kupitiliza kiasi. True. Ya wastani ambayo ipo katika utaratibu. Hapo kwenye 2003, 2000 na ngapi, unajua kuna miaka ambayo inaandikwa mtandaoni, hizo ukasearch Dogo Janja na miaka mingapi ukakuta basi 62, sijui 61, lakini ile kiuhalisia kabisa. Wewe ukiniangalia hapo unahisi mambo. Hata umefika, lakini mimi hapa sasa hivi nina 31, na ikifika September 15th na turn 32. Okay. Ni kijana mdogo bado. Yes, young killer. Yes. Kwa hiyo na turn 32 ndio umri wangu mimi. Sawa. Kwanza umekuwa nini hivi, unadhani kwamba
mapenzi ulionayo, lakini pia makuzi uliokuwa umeyapata kwa Ngarenaro ndio yanakufanya sasa hivi leo hii ujivunie Ngarenaro, au kuna kitu nyuma ya Ngarenaro watu kijui? Cha kwanza makuzi ni of course makuzi ambayo nimekulia pale, lakini pia Ngarenaro ndo walikuwa watu wa kwanza kusimama na mimi kunisupport. Unajua mimi nilikuwa naendaga kuperform, mabraza wananichangia nauli, unaona bana. Lakini pia nilikuwa nikienda kwenye mashow haya mashindano, wanakuja wananishangilia hadi nashinda yani. Kwa hiyo wamenijengea confidence, wamenijengea upendo, lakini pia wamenifunza vitu vingi sana. Ni mtaa ambao umenifunza vitu vingi, na ndio maana hata mimi niliondoka kwetu nikiwa na umri wa miaka 13, lakini kuishi ugenini hakujawahi kunisumbua kutokana na experience ndogo tu ya miaka kadhaa. Sasa imagine ningeishi Ngarenaro miaka yote. Kwa hiyo Ngarenaro ni sehemu ambayo imebarikiwa kuwa na kila aina ya maisha. Na hiyo tunaita elimu kitai au? Na pia sisi imetufunza kwa sisi tunaita street management. Street management. Yani hilo ni somo ambalo sisi tumelifuzu. Tumelifuzu sana. Yani ukienda sehemu yani hauna haja ya kuambiwa karibu chakula, unakuwa tu unajua kabisa hapa sitakiwi kula hapa, ila chakula muda wa chakula tayari inabidi nipige simu niondoke. True. Kwa hiyo imetusaidia kujua pia huruma sio malezi. Safi kabisa. Na siwezi kusema ni muda mrefu au muda mchache umekuwa kwenye siasa au umekuwa kufuatilia siasa. Lakini sofa imebadilisha kitu gani kwenye maisha yako? Au hata tu ile kiutimamu nini? Cha kwanza ni wito. Uongozi ni wito. Ilikuwa ni wito wa kuitikia, lakini mimi kwangu naona ni kurudisha katika jamii yangu ya Ngarenaro. Kwa sababu udiwani sio kazi. Udiwani sio ajira. Udiwani ni kazi ya kujitolea. Kwa hiyo imefika wakati sasa watu wangu wa Ngarenaro yale mema walionitendea, na mimi nikawe sauti yao ndani ya halmashauri ya jiji la Arusha. Niweze nikaende kuwawakilisha na kuwasemea. True. Tuweze kuijenga Ngarenaro yetu katika uzuri, katika ubora, lakini pia mimi ni mtoto wao ambao wamenizaa wenyewe, wamenilea wenyewe, wamenikuza wenyewe, wananifahamu, lakini pia mimi naifahamu Ngarenaro, naifahamu yani Ngarenaro jinsi ilivyo. Na kwenye wimbo wako wa My Life, mwishoni nakumbuka kwa nikiusikiliza unasema no one knows tomorrow. Nani ambaye anajua kesho yake, anyoshe kidole juu. Hakuna anijua. So kama unavyosema ni wito, haukuwahi kudream maybe siku moja nitakuwa kiongozi? Yani haujawahi kudream? Cha kwanza uongozi unaanzia ndani yako. Wewe mwenyewe ukiweza kujiongoza vyema tayari wewe ni kiongozi. True. Ndani ya familia yako ukiweza kuiongoza vizuri wewe ni kiongozi. Ila inategemeana, kila mtu ni kiongozi, ila ni katika engo gani. Kwa hiyo mimi nimeenda katika swala la uongozi wa kuweza kuwa sauti. Niweze kuwawakilisha wana Ngarenaro katika baraza la madiwani wa jiji la Arusha. True. Niweze nikawasemee. Na kiukweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hii nafasi, kwa sababu cha kwanza ni kitu ambacho mimi mwenyewe hata nakifanya nikiwa na kifurahia, kwa sababu maisha yangu tu kiyafuatilia mimi historia yangu na vitu ambavyo vingi nilikuwa navifanya tayari ilikuwa tu ni kurudisha katika jamii. Kwa hiyo sasa hivi nimepata hicho kibali rasmi, kwa hiyo nakifanya nikiwa na kifurahia zaidi. Ukiongea hivyo na kuelewa, kwa sababu ukiangalia kuna vijana wengi Ngarenaro, kuna wengi wamepita Ngarenaro, lakini ile kupata spirit ya kutoboa, kujulikana, then kurudi kama kiongozi. Ukizungumza kwamba uongozi kwanza unaanza na wewe, hapo nakuelewa vizuri sana. Na hivi kuna kitu unakichukua kutoka kwa Baba Levo, kwa sababu ukijaribu kuangalia tabia zenu wote, it's like wote mnapambania maeneo yenu mlikotokea, wote mnatamani maendeleo ya sehemu mlizotokea. Kuna kitu unakichukua kutoka kwa Baba Levo? Cha kwanza mimi najifunza kwa kila mmoja, lakini kwa Baba Levo najifunza kusimamia kile ambacho nakiamini, lakini kama ambavyo walikuwa wanaamini kwamba
mimi ni diwani na kuna siku nitakuwa mbunge. Na aliweza kupigania ule msimamo wake na akaweza kufanikiwa kuwa mheshimiwa mbunge, na sasa hivi tunaona anapopigania jimbo lake. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha na baraka, na nafurahia hivyo kwa sababu pia kiwanda kinaendelea kuaminika cha muziki na cha burudani, kwa sababu ukiangalia this time kuna mtu kama naibu waziri Rahma, mtangazaji alikuwa Klaus. Ukiangalia mtu kama Kija, mheshimiwa Kija, unaona bwana. Ukiangalia mheshimiwa Hamis Mwinjuma, ukiangalia Nixon Simon pale, ukija ukiangalia hapa Nurdin Bilali, ukiangalia hapa kwa bwana Baba Levo, ukija ukiangalia hapa kwangu, ukiangalia pale kwa Manara. Kwa unaona jinsi gani kiwanda kinaendelea kuaminika, watu wanaelewa. Tumetolewa katika ule mtazamo kwamba watu wanakuwa kila mtu anapaswa na tofauti kwamba hawa ni wauni, hawa hawafai katika jamii. Lakini leo hii rasta haijadili kitu kwenye baraza. Ni kitu ambacho kiko hapa kichwani, ndio kinachoenda kutoka pale. Kwa hiyo sisi kwetu tunafurahia, lakini pia imeenda kuamsha muamko. Tumeona hata this time naona viongozi wengi wamekuwa vijana. Tumetoka katika ile zana kwamba tunaamini mtu ili awe diwani lazima awe mbabu fulani hivi, ejigo. Lakini sasa hivi unaona tunaenda sehemu unakutana na kijana mwenzio bwana ni diwani. Kwa hiyo tunafurahi, yani tumeaminika. Na tutegemee kuona ukiendelea kufanya hichi kitu kwa level zingine, kwa miaka ya uchaguzi mengine, yani tuendelee kukuona hapo. Kama nilivyosema, uongozi ni wito. Kwa hiyo endapo tena muda ukifika wa kuomba ridhaa, kama kutakuwa kuna wito ndani yangu, basi nitasubutu tena. Lakini kikubwa ni hii mitano ambayo nimeomba na nimeaminika kuwatendea yaliyo mema Wanangarenaro, ambao yataenda kuacha alama, ambao hata siku moja watasema yule kijana bana alipitaga hajaiimba tu Ngarenaro. Alikuza katika ulimwengu Ngarenaro kajulikana, lakini pia ameweza kutenda hili na hili na hili, at least tuguse maisha ya watu. In short, unataka uachilie gas kwa namna hii? Yes. Okay. Na Madi, kama mzazi anafaidika kwa namna yote, direct au indirect, kwa wewe kuingia kwenye siasa, ukiachana na issue za music na maisha mengine, kwa wewe tu kuingia kwenye siasa, kuna namna anafaidika au ananufaika kivyovyote? Ukisema kufaidika au kunufaika, mimi naamini kwanza kunufaika kwake na kufaidika kwake kwanza ni baraka za ambacho mti alioupanda umeota na umeweza kustawi. Hiyo ni manufaa makubwa sana na faida kubwa sana. Amadi ni mtu ambaye ana vyanzo vingi sana vya kipato sasa hivi. Ni mtu ambaye hata mimi nikiwa na changamoto narudi kama mtoto kwa mzazi. Yaani naweza nikampigia simu nikamwambia mshwani na shida milioni 2 hapo. Na akatuma. Pasi na wasi. Kwa hiyo mimi ndo ninanufaika sana kama mtoto kwa mzazi. Lakini pia naye ananufaika kwa sababu mtu anayepita kwenye mikono yako akafanikiwa na wewe ukawa ndo sehemu ya daraja. Wenyewe wanasemaga kusaidia watu tu ndio ile mtu anakuwa unafanikiwa tu, mambo yako yanaenda. Kwa hiyo mambo yake huwa yanaenda tukutokana na kwamba alitushika vyema na aliweza kutuonesha, kwa sababu hata huu uongozi ambao tuko nao sasa hivi tumeanza kuona kwake jinsi anavyotuongoza hivyo. Kwa hiyo amekuwa ni kiongozi wetu, ni baba, ni mlezi. Okay, sorry, ni kurudisha nyuma kidogo. The moment unaanza kuonekana kwenye nyuso za watu, kuna namna ambavyo ilikuwa ikichukuliwa au ikiaminiwa kwamba kwamba wewe ulikuwa shule then ukawa kwenye industry ya music, ilikuwa ina ugumu kiasi gani? Lakini by that time kuna namna ulivyokuja kukua sasa, ukajua muziki ni nini, ukajua biashara ya muziki. Kuna namna uliona kuna sehemu labda Madi au watu walikuwa wanasimamia muziki wako kipindi uko mdogo, kuna namna walikunyonya? Yaani kuna engo labda walikuwa wanakunyonya? Cha kwanza kwenye shule na niliingia shule tayari ni star.
Yeah. Kwa nilikuwa nasoma napata mtihani kidogo sometimes wanafunzi kwenye madirisha. Lakini tulikuja tukazoeana tukawa na ujamaa kutokana na mimi ni mtu wa kujiattach sana na watu hivyo na engage vizuri na jamii. Kwa hiyo haikunipa ugumu sana shule, lakini pia katika swala langu la muziki na watu ambao nilifanya nao biashara ya muziki kipindi niko mdogo ambao ndo mpaka sasa niko nao. Kusema walikuwa wananinyonya kwa kipindi kile, kwanza mimi nilikuwa ni mdogo sijui, ila nilikuwa nafurahia umaarufu sana. Lakini hata kama walininyonya au hivyo, kuna vitu vingi ambavyo pia mimi ambavyo nilinufaika navyo zaidi. True. Yes, niliweza kuyapata maisha mazuri nikiwa mdogo pale Dar es Salaam yani. Okay. Nikati niko mdogo. Niliweza kuwa na nyumba nikiwa mdogo. Na miaka mingi Dar es Salaam silipi kodi. Na sio nyumba ya kawaida, ni nyumba likali yani, le mansion. Le mansion. Sasa sisi watu wa kuposti. Yeah, true. Lakini kwa hiyo de mtu ambaye anachukua hapa lakini ya kwako pia unaiona hapa, mimi naona ule ulikuwa ni mgawanyo wa pesa, haikukuwa kunyonyana kwa sababu pia waliwekeza. Yeah, waliinvest. Ukiongea hilo neno unakuelewa, waliwekeza. Na nimekuuliza hilo swali kwa sababu kwenye hii generation tunaona kuna vijana kwenye music, mtu anaficha kwamba mimi sisomi au mwingine anasema mimi nasoma. Yaani kuna hizo nini, ndio maana nikakuuliza hivi. Sababu kuna watu wanaingia kwenye muziki au ana talent tu yoyote, lakini ile present kwenye jamii anaona kama nisisemi kama nipo shule nita nini. Yeah. Kila kitu kinawezekana, yani kikubwa ni kujua muda wa kurusha karata hii na kuna muda wa kurusha karata hii. Kila kitu kinawezekana, time management tu yako ikiwa smart, mimi naamini kila kitu inaenda poa. Bana, nimejaribu kufuatilia samani kwa Zanambani. Bila shaka. Yes. Hivi kata ya Ngarenaro hivyo wanasemaga wakazi wangapi au wanasemaga nini yani? Wakazi wananchi. Ukikadiria kwa haraka. Nina jumla ya kwenye yani kwa mfano pale nina wapiga kura 14,763. Okay, that's good. Nimejaribu kuangalia kwenye social media zako zote. Una almost wafuatiliaji zaidi ya milioni 8 kwenye social medias. Na hapo kwa mfano kwa hizo numbers tu ulizonitajia za wakazi ni namba ndogo ukilinganisha na wafuatiliaji wako kwenye mitandao yako ya kijamii. Kwa nini umeamua kuchagua kuwakilisha sehemu ndogo kwa mfano kama Ngarenaro akati ulikuwa unaweza kutumia muziki wako kuwakilisha jamii kubwa ambayo upo nayo kupitia social media? Cha kwanza social medias, hizi numbers tunazo, people die every day. Sawa? Nakubali. Wewe unajua ukiamka kwa siku kuna followers wako wangapi ambao hawajaamka, ambao lakini namba yao haitapungua pale. Itakuwepo tu. Kwa hiyo mitandao ipo, lakini kuna jamii ambayo jamii halisi haijui mitandao, haina simu, haijuagi kitu chochote yani. Yenyewe na maisha halisi. Kwamba ni yani umeamua kufuata uhalisia. Yes, yani kuna mtu akiamka asubuhi ana mishe zake, kisimu chake ni kiswaswa dunyo nitakivunja. Yani uje umwambie jambo kama hajaangalia taarifa habari kwenye kibanda umiza hawezi elewa kitu. True. Kwa hiyo na ni jamii ambayo natakiwa tuifikie. Kwa hiyo hiyo sehemu ya mimi kuwakilisha wao watu wadogo. Cha kwanza ni kwangu sio watu wadogo. Cha kwanza ni sehemu ya mimi kujipima katika uongozi wangu, kuongoza watu, kwa sababu sasa hivi nikichelewa kwenye kikao ambacho kina maslahi ya Wanangarenaro, nikichelewa kwenye kikao sichelewi mimi, wanakuwa wamechelewa watu 14,763. Na nikiwahi wamewahi watu na mchongo ukitiki ni umetiki kwa watu. Kwa hiyo sio mimi tena, bali mimi ni sehemu ya uwakilishi ya ile jamii yangu.
Kwa hiyo kiufupi tunaweza kusema umeamua kuchagua uhalisia, kwenda na uhalisia. Kuchagua uhalisia. Na ndio maana hata ukinikuta huku utanikuta niko naendesha zangu bike sometimes utanikuta. Na enjoy na washikaji zako Pedro. Najiachia na enjoy yani, afu nilichokuja kugundua maisha ni rahisi, na ndio kwanza hata unajenga mwili. Unajua kujenga mwili ni bei rahisi sana, lakini kuharibu mwili ni gharama. Unajua? True. Ana ukisema hivyo kabisa, wewe ni mfano halisi, kwa sababu mtu wewe hapo ni mshikaji fulani hivi msela, unacheka na wana, ila kuna wana wengine ukutaba wana tabia fulani za udokozi au wana tabia fulani za kukaa tu ku smoke nini, hawafanyi kazi, lakini wakiangalia msela, mbona tuko naye lakini ana movement. Kwa unafikisha somo fulani kwa na nikikaga nao mimi si mchoyo wa maarifa. Sio mchoyo wa maarifa, ni mtu ambaye napenda kuwafundisha watu ujasiriamali hata mdogo wa watu kusonga hivyo kumake kuiangalia kesho zaidi. True. Na tumeona matukio kadha wa kadha yakitokea Arusha. Arusha ni moja kati ya mikoa yenye wananchi ambao wana misimamo mikali. Yaani swala la kujichukulia sheria mkononi kwao ni very simple. Yani hasa wewe kama diwani, kama moja ya viongozi wa wakilishi wa wananchi, unahisi njia gani ya kuhendwa hayo matukio? Kwa sababu tunaona si polisi kafariki, tunaona watu wanajichukulia sheria mkononi. Kwa kwanza mimi nalaani sana hivyo vitendo vya sheria mkononi. Nalaani sana. Yaani mno. Sheria mkononi si kitu ambacho kinakubalika. Of course kila mtu ana hasira, lakini ndio maana kumekuwa kuna vyombo na kuna mamlaka. Mtu amekosea amfikishe katika vyombo husika, katika mamlaka, atapata adhabu stahiki kabisa ambayo anastahili. Kuliko kuchukua sheria mkononi. Watu wengine ni wagonjwa, wengine siku zao zimefika. Unaweza mkawa 100 lakini wewe ndio ukaonekanika. Yule mtu kadondoka kafa. Leo hiyo unakuja kwa sababu tu ya ushujaa wako wa kuonesha wenzako una maguvu. Ukimpiga mtu kitu anakaa chini, inaweza kukufanya ukaenda kuharibu maisha yako wewe milele, na ukaumiza familia na watu wanaokupenda na watu waliokuzunguka wengi. Kwa hiyo kuchukua sheria mkononi, mimi sio muungwana wa hicho kitu, na ni kitu ambacho nachukizwa nacho sana. Umejibu vizuri mpaka nimeshangaa. Kwanza unalaani yani. Yani sio kitu ambacho nakifurahia yani. True. Uwezi ukamchoma binadamu mwenzako. Sawa yani uwezi ukamchoma binadamu mwenzako. Uwezi ukamuua binadamu mwenzako. Okay. Sorry, back to the industry. Unajua tunazaa, tuna families. Leo hii watu wengi wanakufa sana kutokana tu na visasi. Tunaweza tukakosana mimi na wewe, lakini nikakutana na wewe sokoni, nani anakujua sokoni? Nikakupigia mwizi sasa hivi unakufa au ufi? Kwa sababu pia ni nature ya Wanaarusha. Nikakupigia mwizi unakufa au ufi? Unakufa. Kumbe tuna nini? Tuna shida mimi na wewe, tuna beef, unaelewa? Kwa hiyo mnaweza mkaja mkatumia hasira, baadaye mkaja kugundua haya umemuua mtu, kumbe ilikuwa ni beef za mtu na utajisikiaje? Kwa hiyo mimi kwenye swala la sheria mkononi kiukweli sio muungwana, na watu wakipatikana naamini wanatakiwa fikishwe kwenye vyombo haraka sana. True. Ni sasa nilikuwa nataka niseme back to the industry ambayo unaitumikia at the same time msanii lakini pia mwanasiasa. Hapo juzi kati kuna kauli ilisemekana ilitoka kwamba wasanii wanathaminiwa kipindi cha kampeni, wanathaminiwa sana, lakini baada ya hapo ni kama vile wanawekwa pembeni, kwamba kama vile wanawekwa pembeni. Wewe mtazamo wako ni upi kuhusiana na hiyo kauli? Wanatoswa. Cha kwanza mimi ambacho niko nacho sure, serikali na thamini wasanii na wana michezo, na ndio maana hadi wametengewa wizara, na kama unavyoona wasanii wamethaminika kana kwamba kuna mfuko wa wasanii ambao wanakopeshwa una bilioni 50 na wasanii hao wanaomba mikopo. Kuna mikopo ile ya wasanii mingine kule, umeelewa? Ili waweze pia kujikwamua, tutoke kwenye vitu vingine vingi. Leo hii wasanii unaona wengine hata wakiumwa, wakizidiwa zaidi, serikali inaweka mkono, inasaidia. Kwa hiyo serikali haijawahi kuwaacha wasanii, kwa sababu pia ni sehemu ya wananchi wao.
lakini pia ni sehemu ya watu ambao wanachangia kipato. Kwa hiyo na ndio maana hata aliyeizungumza hiyo kauli aliitengua, naamini, si ndio? Yes, alisema hakumaanisha hivyo watu ambao ni ndio ile nakwambia, unaweza ukakisema kitu hivi lakini wengine wakakijengea mtazamo tofauti. Ni upokeaji tu wa taarifa kwa watu, naamini, lakini serikali iko pamoja sana lakini kwa sababu ingekuwa iko pamoja na sawa na wanamuziki, sisi tusingekuwa kwenye mabaraza na marasta yetu. Si unaelewa? Yani ndio maana tumeaminika, tumekuwa sehemu ya serikali. Okay. Nadhani pia kuna namna wasanii wenyewe pia kuna sehemu, kuna elimu fulani wanaikosa, kwa sababu kama kuna mikopo ya wasanii, kuna mifuko ya wasanii, basi inaonekana kutoswa kutokana na kwamba wao wenyewe hawajajua ni plans gani tuzifate pale ambapo tunakuwa bado tuna changamoto. Na ndio maana sasa hivi wizara inafanya semina, inafanya kwenye mikoa yote, inapita. Arusha imepita, ndio ile hadi akina ma DJ. Yes, wote si unaona, wote wanaitwa, wote wanapewa ile elimu. Ile hela ni mingi, hawezi maliza. True. Kwa hiyo ni usmart tu, yani ni usmart yani. Watu wanakosa usmart. Ni usmart tu. Ni vitu fulani vidogo vidogo, lakini watakaa sawa as time goes. Na bana Madi nazungumzia Madi kwa sababu ni ushasema ni mzazi. Yeah, that's why namzungumzia. Madi ni zao la Mkubwa Fella, right? Madi ni zao la Abdu Bonge. Abdu Bonge. Kama mikwanja tutachota kwa Abdu Bonge, au sio? Juzi bana niliona video Mkubwa Fella ana recover taratibu kuelekea kwenye hali yake nzuri. Kuna contribution yako yoyote au ilo sala wewe kwako umelichukuliaje? I mean, yani kuna contribution yoyote unayo? Mawasiliano? Cha kwanza ni kumuombea arejee katika afya njema zaidi. Aimarike. Huu sio wakati wa kutazama nani anawasiliana na mkubwa au nani yupo karibu na mkubwa. Tunafahamu maradhi ni ibada. Maradhi, mtu akiwa anaugua pia inabidi apewe muda. Ni muda wa wewe kukaa na familia. True. Marafiki, jamaa. Ni sehemu ndogo sana ya wewe kwenye maradhi. Hiyo ipo kwenye nature ya Afrika. True. Na mtazamo, kuna mtu anaweza akawa hana mawasiliano na wewe lakini anakutakia heri, anakuombea mema. True. Na dua zake zikawa zinafanya kazi. Lakini inshallah tutapopata wasaa tutakwenda kumtembelea Mkubwa, kwa sababu hata mimi wakati nimetoka Tip Top Connection, Mkubwa Fella ndio mtu pekee alinirudisha mimi Tip Top. Ndo alienda kuongea na kina Madi kwamba bwana, mrudisheni Uchaliba. True. Kwa hiyo ni mtu pia mimi ana mchango wangu, yani kwenye maisha yake, maisha yangu mimi, mchango wake ni mkubwa. Kwa hiyo mimi namtakia tu afya njema, arejee salama. Na mimi namjua Mkubwa ni mtu strong sana. Ni mtu strong na ni mtu mwenye big heart. True. Sio mtu weak. Kwa hiyo tuendelee kumwombea, tuendelee kurecover. Mimi nakupongeza kwa mtazamo wako, umekuwa tofauti, kwa sababu kipindi alipokuwa anapitia changamoto wengi walitoka dharani, it's like nani yupo karibu naye, nani ana provide zaidi kwenye issues za matibabu. Lakini kumbe kuna watu behind, they are just praying for him. Yeah, kwa sababu unajua mimi nilijifunza sana kwenye msiba wa marehemu babangu. Babangu mekata nafariki, watu wengi sana walirudi nyuma. Lakini sikumchukia mtu. Nilikomaa na wale wachache ambao walikuwa wananisaidia paka marehemu baba anaondoka. Kwa hiyo iliniachia somo. Kwa sasa hata mtu mimi nikimuona anaumwa, anapitia vitu hivi na hivi na hivi, najua lazima kutakuwa kuna situation. Ukitoa tu hizi za wasanii, hata kule si ana ndugu, ana jamaa na marafiki. True. Kwa hiyo sio hao wasanii tu. Ipo yani, ipo ni kibinadamu, ipo yani. Kwa hiyo
kikubwa ni sisi kuendelea kumuombea dua njema, yani kwamba Mkubwa Fella Mungu msaidie afya yake imarike. True. Okay, kipindi cha nyuma kidogo hatuwezi kuacha kuliongelea hili, kulitokea mtikisiko kati ya wasanii na mashabiki, mambo yalikuwa mengi sana. Kwenye ile scenario ambayo ilikuwa ikiendelea, unadhani kuna kitu jamii inapaswa kuondoka nacho, lakini pia wasanii kuna kitu wanapaswa kuondoka nacho? Wanachotakiwa wajue, wasanii ni wafanya biashara, na kama wasanii ni wafanya biashara, hata wao upande mwingine wangekuwa wameandaa vitu na wanatoa kitu, watu wangeenda kuperform, wangeenda kuimba, wangetunga nyimbo. Kwa hiyo wasanii waache wafanye kazi yao ya sanaa, na tusikubali pia wanaharakati watugawe na mashabiki zetu. Wale wana maslahi yao, lakini sisi na mashabiki zetu, msanii ni kama mtoto na shabiki ndo kama mlezi. True. Kwa hiyo unapomtenganisha msanii na shabiki, cha kwanza ni kitu cha laana, ni kama unamtenganisha mtu na mlezi wake. Kwa sababu ili msanii afanikiwe anahitaji mashabiki, anahitaji wale watu. Leo hiyo unapomtengenezea hoja, unapojenga hoja za kumbomoa yule msanii, na unapokuja na ajenda za uongo nyingi za kumbomoa yule msanii kwenye macho ya mashabiki zake, na wakamtengenezea kwamba yeye ni weak, kwa sababu kilichotengenezwa kwamba wasanii ni weak, yani hata nyimbo wanazotoa ni weak, hawezi kushindana na nini. Haya, tumekuja kuruhushwa wasauzi waje watawale bongo, wakatai. Sasa hivi mnaona huko wasauzi wanavyowapiga wabongo mafimbo ya uso, mangumi, hawataki waondoke, lakini huko mnakariri paka nyimbo zao. Mnaimba kikosa nini sometimes hatuelewi hata maana. Wakataki na load music. Haya, sasa hivi wakina Juma Shabana wanakula vitasa huko South. Kwa hiyo ni somo la uzalendo tu, yani tusikubali wanaharakati wawagawe wasanii na mashabiki. True. Unafikiri Mr. Blue alikuwaga boy alivyoimba kwamba hapa kwa Nyerere uko mbele mimi sijajua misele. So unaponiharibia kwa mashabiki wangu hapo, nataka mimi nikaimbe Kenya, sasa nikaimbe wapi? Nitaimba hapa, nitaiti Kenya. Kenya nitaenda, nitaimba, nitarudi hapa. Sababu ndo nyumbani. Ndo nyumbani, yani kitovu wangu iko hapa. Ni Kenya na Nuarzi. Sasa lakini hapa na Nuarzi, nikienda Sumbawanga na Nuarzi, nikienda Shinyanga na Nuarzi. Yani unaona hapa ndo nyumbani. Kwa hiyo tusikubali kuharibu nyumbani. Yani nyumbani ni sehemu ya kutengeneza, ni sehemu ya kupaboresha, lakini ni sehemu ya kupajengea heshima. Ili wageni wapaheshimu, lazima sisi tupaheshimu kwanza. True. Hivi kuna namna mapenzi au mahusiano ya kimapenzi yalirudisha nyuma au yaliathiri kivyovyote vile ufanisi wako wa kazi? Hapana. Mahusiano kwangu kwanza ni kitu tofauti na kazi ni kitu tofauti. Ndo zile nilisema kila karata ina muda wake, ila tu niliinvest kwenye kusaidia wanamuziki, kuinvest katika productions hivyo. Wasanii wangu wakaanza kufanya vizuri na wamefanikiwa, lakini pia kulikuwa kujiandaa na michakato yangu mingine, lakini pia kujikeep na business zangu, kwa sababu mwisho wa siku kama unavyojua dunia ina huruma na mwanaume maskini. Very true. Kwa hiyo lazima tutafute hela. Ndio. Kwa hiyo ukiniona siko da, niko Chimbo, niko Lindo, Nasaka Mingo. Na kuna kijana Gen Z leo anamfuatiliaga Dogo Janja since way back hadi sasa hivi. Kuna funzo anatamani alipate kwako, wenda mapenzi yanamtesa au yanampara whatever, lakini anatamani apate funzo au somo kutoka kwako. Unaweza ukampa kitu gani, funzo gani aondoke nalo? Na cha kwanza mimi ninachoweza kuambia ni kutafuta mpenzi ambaye mtakuwa mna chemistry, ambayo mtakuwa mna same energy. Mtu anayekupenda hawezi kukutesa, hawezi kukuumiza. Na mpenzi unayempenda hakikisha anakuwa ni rafiki kwanza.
hata kwenye mahusiano yenu urafiki unakuwa kwanza. Mapenzi yanakufa, lakini ile urafiki unaotengenezea moments ambazo hayawezi kuua mapenzi yenu kirahisi. Let's say mimi nilikuwa niko kwenye mahusiano labda, nimetoka kwenye mahusiano ambayo nishazoea kwenda club, narudi saa 8 usiku. Mpenzi wangu yuko nyumbani, na nikirudi ananifungulia, ananikumbatia, ananihug na ananipea. Lakini nimekuja kwenye haya mahusiano mengine, nikitoka tu saa 2 tu naanza kuambiwa nirudi nyumbani. Ndio nasema tafuta mpenzi ambaye ni rafiki yako, ambaye atakujua, mtakuwa mna chemistry, mna same energy, na same vision. Yes, mna same vision, yani kana kwamba mpenzi wako akikuangalia kwa macho tu anajua huyu kitu gani kinahitajika sasa hivi. Sasa vijana wengi upenda kwa mihemko, hawapendi kwa progress. Yani sasa hivi mapenzi yamekuwa hayana hatua tena. Tunakutana leo, tunakanyagana, ikiwezekana tunaachana, au tutaendelea, tutajua tu, au tutakuwa au unaweza kuwa tunashtua hapo katikati. Kwa hiyo yamekuwa hayana thamani, lakini zamani watu walikuwa wanapendana kwa progress, yani ndio maana unakuta mapenzi yalikuwa yana thamani zamani. Okay, huenda hilo somo ambalo umelitoa kwa sababu mimi mwenyewe ni kijana, mimi mwenyewe nini nimelisikiliza na nimekuelewa. Na watoto wanapenda wababa. Wanapenda madadi. Na wababa wataki wa mama, baba wanataka watoto. Wamama wanataka vijana. Vijana wanataka wamama. Zigzaga. Hii vita ni kali sana kati ya mwenye tonge na msaka tonge. Wewe mwenyewe ukute kuna wamama wanakutaka. Unajua bwana mitihani. Na tayari una position fulani. Mitihani kwa marijali ni sunna. Au sio? Sasa nilikuwa nataka nikwambie, yani ilo somo, ilo funzo ambalo umenipa mimi, umempa na kijana mwingine. Huenda ndo funzo ambalo ulilipata kwenye mahusiano yako ya nyuma, kwa sababu kwa stories za hivi karibuni, kwa mtu ambaye ilifahamika upo naye kwenye mahusiano, ushawahi kumuoa, yeye anakaa na sema hujamuoa. Huenda ndo funzo ulilipatia huko, au kuna maisha tu mengine ambayo yalikupa ilo funzo? Ni maisha mengine tu. Kule tulikuwa tunaishi hivyo sana. Tuliishi lifestyle fulani ilikuwa poa sana. Ila tu mimi nimeisemea in general kwa sababu naiona kwa marafiki, naiona kwa kaka zangu, kwa wadogo zangu, na nimekuwa mshauri mzuri sana wa mahusiano ya watu. Vijana wenzangu, mimi nikikutana na kijana mwenzangu anateseka, huwa namuinua shimoni haraka sana. Kwa sababu ili upate anguko, kuna vitu viwili Mungu huwa anaweza kukuletea: kiburi au mwanamke. Ndo anguko lako. Kwa hiyo nikiona mwanangu kaletea anguko la mwanamke, lazima nijitahidi sana tulipangue. Lakini ushaipata anguko kupitia mwanamke? Of course, lakini nilisimama vema, nikasimama wima kutokana pia I have brothers ambao walikuwa wananipenda. Kwa hiyo nilikuwa napewa maneno fulani hivi, alikuwa ananikaa kichwani, nikikaa nasema nyoka kikungata usiku maumivu yake si makali, ukiamka asubuhi si anakuwa amepungua. Hata ndo mapenzi yako hivyo, siwazi. Kwa hiyo nilikuwa nakaa na brother, walikuwa wananifanyia counseling nzuri sana ambazo zilinijenga, lakini zimenikomazaga mpaka leo, na mimi nimekuwa nikitumia hizo philosophy sana kuwasaidia wenzangu. Na kuna ukizungumzia hapo, kuna ile kwenye kuwasaidia wenzako, kuna ile ngoma yako ya Nuru kama sikosei. Kwenye moja ya interview nilisikilizaga kwamba kwa sehemu fulani ulimwambia mwanamke ulikuwa naye kwenye mahusiano kwa party fulani, lakini kwa sababu wewe ni msanii unawakilisha pia na jamii, uliambia pia na jamii. Sasa juzi kati watu walikuwa wanawalaumu kina Harmonize, kina nani, kwa kuwaimbia wanawake wao, kwa kusema kwamba wanadili tu kuimbia wanawake nini. Hii kisanii ipoje? Usanii kwanza ni uhalisia. Kile kinachotokana na ndani yako, kinacho attract maisha yako, kinaamini kwamba kina attract jamii nzima. Let's say kwa mfano mimi wimbo wangu My Life ni kitu ambacho kilikuwa kinanitokea. So nikaimba. Kwa mfano nyimbo nyingi mtu anakuambia ni historia ya kweli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina attract jamii, ndio vitu ambavyo ndio uhalisia. Kwa hiyo wasanii wako sawa kuimba uhalisia wanachokipitia, yes, ambacho wanakipitia. Kwa mfano ni Harmonize alivyokuaga single, alivyotoaga le I'm single,
Mlilikubali au mjalikubali? Sasa mabinti machozi wote mlikuwa mnalia nalo lile. I'm single, wote mloacha sasa. Kwa hiyo uhalisia wa maisha ya msanii ndo usanii wenyewe pia. True. Kwa hivi sasa status yako ipoje? I mean kwa engo ya familia, kwa sababu kuna mtu anaweza kumuona Gojanja kuna sehemu anaenda. Unajua sisi wanawake kuna namna tunaona mbali kwamba nikikutana tu na yeye naweza nikajipeleka hadi wewe ushakuwa mume, unaona. Sasa kuna wanawake ambao au kuna mabinti ambao wanaona Gojanja pale wenda siku za usoni akawa mtu fulani. So nataka nijiposition pale. Kiuhalisia kwa sasa hivi status yako familia ipo vipi? Mimi namshukuru Mungu, familia iko salama, mama mtoto yuko salama, mtoto yuko salama. Na Dogo Janja ni yule yule, ni kiongozi, lakini ni yule yule chaliwa mtaa ambaye naweza kutoka mtaani lakini huwezi kutoa mtaa ndani yangu bado. Na mimi ni mtu wa misingi sana na misimamo. Unaweza kaniona hivi lakini ni mtu ambaye nimenyookaga sana. Na mengine mengi, lakini kikubwa mimi ninachomuomba Mungu ambacho kisitoke kwenye status yangu ni mimi kuipenda familia yangu. Hiyo ni kitu ambacho huwa kinanipa nguvu sana. Hata kwenye mapambano yangu napokuwa napambana nikiwa najua nina familia. Unajua hata wewe sasa hivi ili watu wakuamini na wadili na wewe, watu wengi wanadili na watu ambao wanacho cha kupoteza kwenye michongo mikubwa. True. Huwezi kudili na mtu ambacho hana cha kupoteza kwenye mchongo mkubwa. Kwa hiyo familia ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho pia kinaweza kukutengenezea wewe line katika maisha. Sawa, lakini wewe ni msanii. Unajua wasanii kuna stories zingine, kwa zingine za kuaga kiki, zingine si ndo skendo. Asa lisemwalo wenda lipo au halipo. Kwa sababu hivi juzi kati tumesikia kwamba Dogo Janja na mtafaruko na mwanamke wake wameachana nini. Hizo stories zipo. Sasa ndo mtu wa mashariki zako tunakuangalia, ndo mtu wa kuverify kwamba hizo taarifa ni za uongo, sababu watu wanaishi nazo. Kwenye maisha kuna ups and down. True. Na kama kuna ups and down hazimaanishi zinaweza kuwatenganisha nyie au kuwaachanisha nyie. Sisemei kwamba tuna ups and down. Hii naisemea tu in general, watu wasio wana tafsiri vitu kwa maono yao. Furaha za watu, familia za watu zipo ndani ya michakato yao wenyewe. Kwa hiyo naamini ni very private, lakini ni watoe wasiwasi kwamba jimbo lishachukuliwa lipo limenyooka. Ni watoe wasiwasi, yani sio kitu ambacho kinaweza kutokea leo wala kesho. Leo wala kesho. Maneno ya kijasiri kabisa. Na sorry kwa kusema hichi kitu, lakini baba yako au mzee wako ni miaka 10 kama sikosei hayupo. Right? Unadhani angekuwepo au huko aliko anajivunia nini kwa Dogo Janja kwamba that's my boy? Cha kwanza mimi kitu ambacho kinaniumaga ni wakati naanza kufanikiwa yeye ndo anafariki. Yaani naanza kufanikiwa mzee anafariki. Kwa hiyo naamini angekuwa proud sana kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ananisindikiza kwenye media, kwenye interviews wakati niko mtoto. Usiku anasubiri, naenda Daka ni support. Yaani angeenjoy sana. Lakini pia naamini ningekuwa na mshauri na rafiki wa kweli sana. Kwani hauna marafiki wa kweli? Nao, lakini ningekuwa na rafiki wa kweli sana. Na marafiki wa kweli, lakini ningekuwa na rafiki wa kweli sana. Unadhani kwa hii stage ambayo uko kwenye sehemu ambayo umeingia
angevutiwa nayo, na ameshawahi kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya siasa maybe? Babangu of course alikuwa ni katibu wa tawi kabisa wa shina. Kwa katibu wa shina ni mkereketwa kabisa, kwa hiyo kitu iko damuni yani. Iko damuni, tunaipenda. Sasa sisi ni ndugu wajumbe. Hivi ukaribu wenu na Rayvanny bado upo? Bwana Mshewa? Mshewa ni chali yangu sana. Watu wanampigia makelele bwana oa si nini? Wataoana, wale wametoka mbali. Yaani wale wametoka mbali, wataoana. Moment gani utaisahau wakiwa wote wawili and you are there as a friend? Na kati tunaenda kushuti video yangu ya la lele, afa tuna video vixen. Chekecha tumekosa, nikamwambia shemu wetu tunachimba. Kwa hiyo kaenda tukashuti naye. Kwa hiyo ni watu wema yani. Na you guys, you are too close? Sana. Okay. Yaani hata kama sasa hivi hatupo close sana, lakini tukikutana energy yetu haijawahi kupungua. Lakini hata pia online tunaona. Unajua sasa hivi watu wanaanza kata miaka 2 muonane, lakini kuonana tu mtandaoni, mnatumiana vimeseji, mnani kila kitu tayari yani mpo. Okay. Yeah. Ndoto yako ya kufanya muziki kimataifa, lakini pia kufanya kazi na Chris Brown, Breezy, ipo pale? Ipo sana yani, na mimi bado kwenye muziki ndo kwanza ni msanii mchanga, msanii mpya. Msanii piru kabisa. Una people upcoming. Yani mimi naitaka tuzo ya upcoming artist, kwa hiyo I'm coming. Watu wakae mkao wa kula. Okay. Yeah, na leo nimerelease wimbo Sio Siri. Yeah. Yes, na nadhani video yake inakuja very soon. Video watu enjoy sana. Video tumeshuti Qatar. Nimeshuti sehemu nyingi sana. Nimeshuti mpakani mwa Saudi Arabia na Qatar. Kwa ndo ile safari ya kupeleka muziki wako kimataifa? Yeah, of course mimi naelekea huko kwa sababu huko nishafanya sana. True. Lakini japo napataka sana huku ili niwe na nguvu kule. Okay. Na umeona kuna vitu vinaendelea kuhusiana na muziki wa hip hop. What's your thoughts? Kalapina limba eti kurap wana rap maneno, kama kurap wana rap hata waimba mayenu. Ndo hapa ndo kinachoendelea. Hata kurap wana rap, hata Msafiri Diofu ni rap na rap. Kwa hiyo wanazungumzia rap, vijana wanazungumzia michano, ni kitu kizuri kinachangamsha game, lakini huwezi kuichangamsha game pia huku ukiwa umepooza. Yani wengi naona wanachangamsha game huku wakiwa wamepooza. Okay. Yani wengine mtu anasema ma freestyle, kuna wengine nilikuwa nawaaminia, lakini kuna tumeweza kugundua uwezo wao baada ya hizo kelele zao wenyewe. Kwa kuna ambao wameweza kujiexpose, yani kwamba sisi wakali. Hiyo ndo fursa ambayo imetokelezea hapo. Okay. Yes, lakini tumeweza kuona pia vichwa vipya kama kina Yedede nani wamefanya vizuri. Yes. Kwa mimi naendelea kusikilizia, lakini mimi naamini ili dimba kwa kulifunga ili dimba ni maarifa. True. Bado tu hawajamgusa. Hajaamua, lakini wakienda kumgusa pale kuna kitu kipo kizito sana pale. Hii challenge inakuwa closed pale. Yani ndio maana unaona Maarifa naamini kafunga mdomo ule mpwani. Kafunga mdomo kwa sasa, nadhani anasubiri afanye finishing. Okay. Kwa hiyo mimi yoyote ambaye atakuja kuona nini wa mwisho, mimi hela yangu hiyo wanazotaka, mimi nitatoa hela yangu nitaika kwa Maarifa. Na yoyote. Kwa mchongo tusikilizie. Yani mimi wakishamaliza mimi hela yangu namwekea Maarifa. Kwa yoyote, kwa sababu naamini atailinda hela yangu. Tumeona kwa sasa hivi kwa mfano kwa upande wa Singeli kuna Dogo Elisha, sijui Dogo nani, Dogo Dani, lakini pia Dogo Janja still. Dogo Elisha ni mfalme, unajua Dogo Elisha ni wa siku nyingi sana. Elisha nadhani tumeanza naye kule. Ni msanii mzuri sana. Okay, lakini pia Dogo Janja amebaki kujiita Dogo Janja despite of each and everything ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Yeah. Dogo Janja ni bidhaa, Dogo Janja sio mimi. Dogo Janja is a brand, ni bidhaa iko pale, it's a product. I'll see it. Yeah, na mi Dogo Janja ni product ambayo itaendelea kuexist. Okay. Yeah. Bana, kuanzia kwenye safari yako from the scratch, kaingia kwenye mziki, mahusiano, siasa, kukutana na watu mbalimbali, usela mtaani, kipi ambacho
leo kuna mtu anapaswa akisikie kutoka kwako? Mimi ambacho naweza kuambia, usiyaogope maisha ila iogope dhambi, kwa sababu maisha ya kutenganishi na Mungu, ila dhambi na kutenganisha na Mungu. Umemaliza? Nimemaliza. Chukua hizi. Usiache dondoke. Kama ambavyo nilitangulia kusema awali, tumemfuata mheshimiwa na ilikuwa ni imani yangu kwamba hatotuacha Herbert Lolo. It's my hope kwamba hajatuacha Herbert Lolo, ametuacha na madini ambayo huenda utayatumia leo wala kesho, lakini siku moja kwenye maisha yako utakwenda kuyatumia. From Dar es Salaam kwenye makao makuu ya PMTV hadi A-Town City Arusha, tumekuja kukifuata hiki ambacho ndicho alichokizungumza mheshimiwa diwani wa kata ya Ngarenaro. Mimi naitwa Best Benny, nyuma ya kamera yupo Didi, na hapo unapotuona usitake kuuliza ni wapi, ila jua tupo location. That's how it is. Mimi ni Best Benny. Cheers.